katika kipindi cha Januari hadi March 2025 tulifanya kazi ya ufuatiliaji wa matumizi ya rasilimali za umma katika miradi ya maendeleo 54 yenye thamani ya shilingi bilioni 240,268,300,118 na senti 9. Katika ufuatiliaji wa miradi hiyo, miradi 12 yenye thamani ya shilingi bilioni 5,468,760,058 tu ilibainika kuwa na mapungufu, ambapo ushauri wa marekebisho uliotolewa na hatua za marekebisho ya mapungufu hayo zimechukuliwa na miradi ipo katika hali inayokidhi ubora kulingana na thamani ya fedha zilizowekezwa. Elimu kwa umma. Katika kipindi husika katika kutekeleza jukumu hili, tulikutana na viongozi wa dini ambao tumekubaliana kushirikiana kuwaelimisha waumini wao juu ya ubaya wa rushwa katika uchaguzi ili waweze kutekeleza wajibu wao na kuchagua viongozi bora wasiotokana na rushwa katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu. Pia tumeendesha semina kwa makundi mengine 70, uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa 188, mikutano ya hadhara 67, maonyesho 13, makala 16 na vipindi vya redio 22. Upande wa uchunguzi na mashtaka, malalamiko 126 yalipokelewa. Kati ya hayo 91 yalihusu rushwa na 35 hayakuhusu rushwa. Kesi moja mpya ilifunguliwa mahakamani ambapo kesi 13 zinaendelea mahakamani. Kesi 3 zilitolewa maamuzi ambapo kesi 2 kati ya kesi 3 zimeshinda sawa na 66.7%. Uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu, kila mmoja wetu ashiriki kikamilifu. Tuzingatie yafuatayo: kuwa kura yako ina manufaa endapo utampigia mgombea ambaye ni mzalendo, ni mwaminifu, mwenye hekima, busara na nia njema. Na kura yako hiyo hiyo ina madhara sana makubwa ukimpigia mgombea ambaye si mwaminifu, ambaye hana dhamira njema ya uongozi. Hivyo mwananchi, unapokutana na dalili zozote za mgombea au mtiania ambaye anataka kukushawishi kwa namna yoyote ile, jua kuwa huyo mgombea ana dalili ya kuwa na uongozi ambao hautakuwa mzuri. Hivyo vitendo vya rushwa ni kiashiria na dalili kuu ya mgombea ambaye hana dhamira njema, na kamwe tusimchague, si ndio? Toeni taarifa ili tuchukue hatua za kisheria dhidi ya huyo mtu ili tubaki na wagombea ambao ni waadilifu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.